ya dhati kurejea katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kiongozi mmoja wa klabu hiyo ya Simba kuweza kupata mawasiliano na mchezaji huyo na kumwambia kwamba unaona jinsi gani sisi tunahitaji mchezaji wa aina yako. Mchezaji huyo naye pia bila kusita naye pia amekubali haraka iwezekanavyo kurejea hapo kwenye klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba ili kwenda kuongeza nguvu, ili kwenda kukifanya kikosi kilichokuwa bora zaidi. Lakini pia kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Steve Barker alipoweza kupata tu taarifa kwamba mchezaji huyo Jean Charles Ahoua anatakiwa kuondoka ama kuvunjwa mkataba haraka iwezekanavyo, kwa sababu mchezaji mwenyewe amekiri na kusema kwamba hana furaha kubakia ama kuendelea kusalia katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Majibu ambayo aliotoa kocha Steve Barker, amesema kwamba hahitaji kwa hivi sasa kumuondoa mchezaji yoyote, kwani hivi sasa anahitaji kutazama ni kujaribu kuwatazama wachezaji wote waliokuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba. Pale ambapo atakapata bahati ya kujaribu kuwatazama wachezaji hao, yule ambaye atakayeweza kumuona kwamba hafai kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba, ndipo ataweza kutoa taarifa ama ripoti kwamba mchezaji huyu simuhitaji. Lakini kwa hivi sasa hawezi kutoa maamuzi kwamba huyu simuhitaji, hali ya kuwa bado hajaona kwamba ni mmoja kati ya wachezaji ambao huenda akaenda kuwatumia katika msimu ambapo kocha Steve Barker alipoweza kukabidhiwa kijiti hiko kutoka kwa kocha Pantev Dibital, raia kutoka pale nchini Bulgaria. Mmoja kati ya wachezaji bora kweli kweli, Steve Barker aliweza kumsifia Jean Charles Ahoua pindi pale alipokuwepo kocha wa Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini. Huku Steve Barker amesema kwamba kwa hivi sasa hataki kusikia malalamiko ama kutaki kusikia kwamba anahitaji kuondoka kwa Jean Charles Ahoua, kwani ni mmoja kati ya wachezaji ambaye yeye pia ametokiwa kuvutiwa na ubora aliyokuwa nao, ubora ambao amejaribu kuonesha katika mchezo wa nusu fainali michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huku Steve Barker amesema kwamba anachokitazama kwa hivi sasa wachezaji wote waliokuwepo kujiunga na klabu hiyo ya Simba waende kujiunga, ili na yeye mwisho wa siku ajaribu kungamua na kutazama mchezaji gani ambaye pia anaweza kuandika ripoti kama hataweza kuridhishwa na mmoja kati ya wachezaji hao watakaoenda kusalia kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kinatarajia kushuka kesho katika mchezo wao wa kwanza michuano ya Mapinduzi kule visiwani Zanzibar, na vikosi vyote vimeenda kule na wale wachezaji kutoka taifa la Uganda na wachezaji wa kimataifa kutoka mataifa mawili tofauti na taifa la Uganda. Wote hao wamefika katika kule kisiwa cha Zanzibar kwa ajili ya kufanyiwa majaribio. Wachezaji watatu wa kigeni wote hao wamejiunga na klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lengo na matumaini makubwa kwa wachezaji hao ni kwenda kujaribiwa kile ambacho walichokuwa nacho waende kukionyesha katika mashindano haya ya Mapinduzi, na kama wachezaji hao watafanikiwa na yale majaribio yao wataenda kufanikiwa, basi uongozi wa klabu hiyo ya Simba wao watachukua maamuzi ya kuwasajili wachezaji hao kama vile ilivyokuwa hapo awali. Huko Steve Barker amesema kwamba wale wachezaji wanne aliyeweza kuwaorodhesha katika ripoti yake, basi wachezaji hao wote waweze kupatikana kwa haraka iwezekanavyo, na baada ya kupatikana kwa hao wachezaji, yeye ndiye atajaribu kutazama maeneo gani anataka kwenda kufanya maboresho pale ambapo watakapoenda kukamilika kwa wachezaji hao wanne. Wachezaji hao wanne mpaka hivi sasa wamefanikiwa kusajiliwa wachezaji wawili tu. Mmoja ni golikipa raia wa Ghana na mwingine ni kiungo mshambuliaji kutoka eneo ya dhati kurejea katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba baada ya kiongozi mmoja wa klabu hiyo ya Simba kuweza kupata mawasiliano na mchezaji huyo na kumwambia kwamba unaona jinsi gani sisi tunahitaji mchezaji wa aina yako. Mchezaji huyo naye pia bila kusita naye pia amekubali haraka iwezekanavyo kurejea hapo kwenye klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba ili kwenda kuongeza nguvu, ili kwenda kukifanya kikosi kilichokuwa bora zaidi. Lakini pia kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Steve Barker alipoweza kupata tu taarifa kwamba mchezaji huyo Jean Charles Ahoua anatakiwa kuondoka ama kuvunjwa mkataba haraka iwezekanavyo,
iwezekanavyo, kwa sababu mchezaji mwenyewe amekiri na kusema kwamba hana furaha kubakia ama kuendelea kusalia katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Majibu ambayo aliotoa kocha Steve Barker, amesema kwamba hahitaji kwa hivi sasa kumuondoa mchezaji yoyote, kwani hivi sasa anahitaji kutazama ni kujaribu kuwatazama wachezaji wote waliokuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba. Pale ambapo atakapata bahati ya kujaribu kuwatazama wachezaji hao, yule ambaye atakayeweza kumuona kwamba hafai kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba, ndipo ataweza kutoa taarifa ama ripoti kwamba mchezaji huyu simuhitaji. Lakini kwa hivi sasa hawezi kutoa maamuzi kwamba huyu simuhitaji, hali ya kuwa bado hajaona kwamba ni mmoja kati ya wachezaji ambao huenda akaenda kuwatumia katika msimu ambapo kocha Steve Barker alipoweza kukabidhiwa kijiti hiko kutoka kwa kocha Pantev Dibital, raia kutoka pale nchini Bulgaria. Mmoja kati ya wachezaji bora kweli kweli, Steve Barker aliweza kumsifia Jean-Charles Ahoua pindi pale alipokuwepo kocha wa Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini. Huku Steve Barker amesema kwamba kwa hivi sasa hataki kusikia malalamiko ama kutaki kusikia kwamba anahitaji kuondoka kwa Jean-Charles Ahoua, kwani ni mmoja kati ya wachezaji ambaye yeye pia ametokiwa kuvutiwa na ubora aliokuwa nao, ubora ambao amejaribu kuonesha katika mchezo wa nusu fainali michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huku Steve Barker amesema kwamba anachokitazama kwa hivi sasa, wachezaji wote waliokuwepo kujiunga na klabu hiyo ya Simba waende kujiunga, ili na yeye mwisho wa siku ajaribu kungamua na kutazama mchezaji gani ambaye pia anaweza kuandika ripoti kama hataweza kuridhishwa na mmoja kati ya wachezaji hao watakaoenda kusalia kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kinatarajia kushuka kesho katika mchezo wao wa kwanza michuano ya Mapinduzi kule visiwani Zanzibar, na vikosi vyote vimeenda kule na wale wachezaji kutoka taifa la Uganda na wachezaji wa kimataifa kutoka mataifa mawili tofauti na taifa la Uganda. Wote hao wamefika katika kule kisiwa cha Zanzibar kwa ajili ya kufanyiwa majaribio. Wachezaji watatu wa kigeni wote hao wamejiunga na ya dhati kurejea katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, baada ya kiongozi mmoja wa klabu hiyo ya Simba kuweza kupata mawasiliano na mchezaji huyo na kumwambia kwamba unaona jinsi gani sisi tunahitaji mchezaji wa aina yako. Mchezaji huyo naye pia bila kusita naye pia amekubali haraka iwezekanavyo kurejea hapo kwenye klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba, ili kwenda kuongeza nguvu, ili kwenda kukifanya kikosi kilichokuwa bora zaidi. Lakini pia kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Steve Barker alipoweza kupata tu taarifa kwamba mchezaji huyo Jean-Charles Ahoua anatakiwa kuondoka ama kuvunjwa mkataba haraka iwezekanavyo, kwa sababu mchezaji mwenyewe amekiri na kusema kwamba hana furaha kubakia ama kuendelea kusalia katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Majibu ambayo aliotoa kocha Steve Barker, amesema kwamba hahitaji kwa hivi sasa kumuondoa mchezaji yoyote, kwani hivi sasa anahitaji kutazama ni kujaribu kuwatazama wachezaji wote waliokuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba. Pale ambapo atakapata bahati ya kujaribu kuwatazama wachezaji hao, yule ambaye atakayeweza kumuona kwamba hafai kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba, ndipo ataweza kutoa taarifa ama ripoti kwamba mchezaji huyu simuhitaji. Lakini kwa hivi sasa hawezi kutoa maamuzi kwamba huyu simuhitaji, hali ya kuwa bado hajaona kwamba ni mmoja kati ya wachezaji ambao huenda akaenda kuwatumia katika msimu ambapo kocha Steve Barker alipoweza kukabidhiwa kijiti hiko kutoka kwa kocha Pantev Dibital, raia kutoka pale nchini Bulgaria. Mmoja kati ya wachezaji bora kweli kweli, Steve Barker aliweza kumsifia Jean-Charles Ahoua pindi pale alipokuwepo kocha wa Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini. Huku Steve Barker amesema kwamba kwa hivi sasa hataki kusikia malalamiko ama kutaki kusikia kwamba anahitaji kuondoka kwa Jean-Charles Ahoua, kwani ni mmoja kati ya wachezaji ambaye yeye pia ametokiwa kuvutiwa na ubora aliokuwa nao, ubora ambao amejaribu kuonesha katika mchezo wa nusu fainali michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huku Steve Barker amesema kwamba anachokitazama kwa hivi sasa, wachezaji wote waliokuwepo kujiunga na klabu hiyo ya Simba waende kujiunga, ili na yeye mwisho wa siku ajaribu kungamua na kutazama mchezaji gani ambaye pia anaweza kuandika ripoti kama hataweza kuridhishwa na mmoja kati ya wachezaji hao watakaoenda kusalia
kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kinatarajia kushuka kesho katika mchezo wao wa kwanza michuano ya Mapinduzi kule visiwani Zanzibar, na vikosi vyote vimeenda kule na wale wachezaji kutoka taifa la Uganda na wachezaji wa kimataifa kutoka mataifa mawili tofauti na taifa la Uganda. Wote hao wamefika katika kule kisiwa cha Zanzibar kwa ajili ya kufanyiwa majaribio. Wachezaji watatu wa kigeni wote hao wamejiunga na dhati kurejea katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba baada ya kiongozi mmoja wa klabu hiyo ya Simba kuweza kupata mawasiliano na mchezaji huyo na kumwambia kwamba unaona jinsi gani sisi tunahitaji mchezaji wa aina yako. Mchezaji huyo naye pia bila kusita naye pia amekubali haraka iwezekanavyo kurejea hapo kwenye klabu hiyo Wekundu Msimbazi Simba ili kwenda kuongeza nguvu, ili kwenda kukifanya kikosi kilichoko bora zaidi. Lakini pia kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Steve Barker alipoweza kupata tu taarifa kwamba mchezaji huyo Jean Charles Ahoua anatakiwa kuondoka ama kuvunjwa mkataba haraka iwezekanavyo, kwa sababu mchezaji mwenyewe amekiri na kusema kwamba hana furaha kubakia ama kuendelea kusalia katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Majibu ambayo aliotoa kocha Steve Barker, amesema kwamba hahitaji kwa hivi sasa kumuondoa mchezaji yoyote, kwani hivi sasa anahitaji kutazama ni kujaribu kuwatazama wachezaji wote waliokuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba. Pale ambapo atakapata bahati ya kujaribu kuwatazama wachezaji hao, yule ambaye atakayeweza kumuona kwamba hafai kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba, ndipo ataweza kutoa taarifa ama ripoti kwamba mchezaji huyu simuhitaji. Lakini kwa hivi sasa hawezi kutoa maamuzi kwamba huyu simuhitaji, hali ya kuwa bado hajaona kwamba ni mmoja kati ya wachezaji ambao huenda akaenda kuwatumia katika msimu ambapo kocha Steve Barker alipoweza kukabidhiwa kijiti hiko kutoka kwa kocha Pantev Dibital, raia kutoka pale nchini Bulgaria. Mmoja kati ya wachezaji bora kweli Steve Barker aliweza kumsifia Jean Charles Ahoua pendi pale alipokuwepo kocha wa Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini. Huko Steve Barker amesema kwamba kwa hivi sasa hataki kusikia malalamiko ama kutaki kusikia kwamba anahitaji kuondoka kwa Jean Charles Ahoua, kwani ni mmoja kati ya wachezaji ambaye yeye pia ametokiwa kuvutiwa na ubora aliyokuwa nao, ubora ambao amejaribu kuonesha katika mchezo wa nusu fainali michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huko Steve Barker amesema kwamba anachokitazama kwa hivi sasa wachezaji wote waliokuwepo kujiunga na klabu hiyo ya Simba waende kujiunga, ili na yeye mwisho wa siku ajaribu kungamua na kutazama mchezaji gani ambaye pia anaweza kuandika ripoti kama hataweza kuridhishwa na mmoja kati ya wachezaji hao watakaoenda kusalia kwenye klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Kikosi cha Wekundu Msimbazi Simba kinatarajia kushuka kesho katika mchezo wao wa kwanza michuano ya Mapinduzi kule visiwani Zanzibar, na vikosi vyote vimeenda kule na wale wachezaji kutoka taifa la Uganda na wachezaji wa kimataifa kutoka mataifa mawili tofauti na taifa la Uganda. Wote hao wamefika katika kule kisiwa cha Zanzibar kwa ajili ya kufanyiwa majaribio. Wachezaji watatu wa kigeni wote hao wamejiunga na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Lengo na matumaini makubwa kwa wachezaji hao ni kwenda kujaribiwa kile ambacho walichukua nacho waende kukionyesha katika mashindano haya ya Mapinduzi, na kama wachezaji hao watafanikiwa na yale majaribio yao wataenda kufanikiwa, basi uongozi wa klabu hiyo ya Simba wao watachukua maamuzi ya kuwasajili wachezaji hao kama vile ilivyokuwa hapo awali. Huko Steve Barker amesema kwamba wale wachezaji wanne aliyeweza kuwaorodhesha katika ripoti yake, basi wachezaji hao wote waweze kupatikana kwa haraka iwezekanavyo, na baada tu kupatikana kwa hao wachezaji, yeye ndiye atajaribu kutazama maeneo gani anataka kwenda kufanya maboresho pale ambapo watakapoenda kukamilika kwa wachezaji hao wanne. Wachezaji hao wanne mpaka hivi sasa wamefanikiwa kusajiliwa wachezaji wawili tu. Mmoja ni golikipa raia wa Ghana na mwingine ni kiungo mshambuliaji kutoka dhati kurejea katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba baada ya kiongozi mmoja wa klabu hiyo ya Simba kuweza kupata mawasiliano na mchezaji huyo na kumwambia
kutuambia kwamba unaona jinsi gani sisi tunahitaji mchezaji wa aina yako. Mchezaji huyu naye pia bila kusita naye pia amekubali haraka iwezekanavyo kurejea hapo kwenye klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba ili kwenda kuongeza nguvu, ili kwenda kukifanya kikosi kilichokuwa bora zaidi. Lakini pia kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Steve Barker alipoweza kupata tu taarifa kwamba mchezaji huyo Jean Charles Ahoua anatakiwa kuondoka ama kuvunjwa mkataba haraka iwezekanavyo, kwa sababu mchezaji mwenyewe amekiri na kusema kwamba hana furaha kubakia ama kuendelea kusalia katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Majibu ambayo aliotoa kocha Steve Barker, amesema kwamba hahitaji kwa hivi sasa kumuondoa mchezaji yoyote, kwani hivi sasa anahitaji kutazama ni kujaribu kuwatazama wachezaji wote waliokuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba. Pale ambapo atakapata bahati ya kujaribu kuwatazama wachezaji hao, yule ambaye atakayeweza kumuona kwamba hafai kuwepo kwenye kikosi hiko cha Simba, ndipo ataweza kutoa taarifa ama ripoti kwamba mchezaji huyu simuhitaji. Lakini kwa hivi sasa hawezi kutoa maamuzi kwamba huyu simuhitaji, hali ya kuwa bado hajaona kwamba ni mmoja kati ya wachezaji ambao huenda akaenda kuwatumia katika msimu ambapo kocha Steve Barker alipoweza kukabidhiwa kijiti hiko kutoka kwa kocha Pantev Dibital, raia kutoka pale nchini Bulgaria. Mmoja kati ya wachezaji bora kweli kweli, Steve Barker aliweza kumsifia Jean Charles Ahoua pindi pale alipokuwepo kocha wa Stellenbosch kule nchini Afrika Kusini. Huko Steve Barker amesema kwamba kwa hivi sasa hataki kusikia malalamiko ama kutaki kusikia kwamba anahitaji kuondoka kwa Jean Charles Ahoua, kwani ni mmoja kati ya wachezaji ambaye yeye pia ametokiwa kuvutiwa na ubora aliokuwa nao, ubora ambao amejaribu kuonesha katika mchezo wa nusu fainali michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huku Steve Barker amesema kwamba anachokitazama kwa hivi sasa wachezaji wote waliokuwepo kujiunga na klabu hiyo ya Simba waende kujiunga, ili na yeye mwisho wa siku ajaribu kungamua na kutazama mchezaji gani ambaye pia anaweza kuandika ripoti kama hataweza kuridhishwa na mmoja kati ya wachezaji hao watakaoenda kusalia kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kinatarajia kushuka kesho katika mchezo wao wa kwanza michuano ya Mapinduzi kule visiwani Zanzibar, na vikosi vyote vimeenda kule na wale wachezaji kutoka taifa la Uganda na wachezaji wa kimataifa kutoka mataifa mawili tofauti na taifa la Uganda. Wote hao wamefika katika kule kisiwa cha Zanzibar kwa ajili ya kufanyiwa majaribio. Wachezaji watatu wa kigeni wote hao wamejiunga na